الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى قيام الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول المولى عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. Ndugu zangu katika imani, tupo ndani ya mwezi wa Shaaban. Huu ni mwezi wa Shaaban na tupo katikati ya mwezi wa Shaaban. Tunakwenda kwenye mwezi wa Shaaban katikati. Tumebakiwa na siku 17 au siku 18 kuingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe katika mwezi wa Ramadhani na tuufunge mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa ameturidhia katika funga zetu na tufanye mambo ya khairat. Huu ni mwezi wa Shaaban. Katika mwezi kama huu, tarehe 2 lilitokea tukio la vita ya Bani al-Mustaliq au al-Muraisi, ambapo hivi sasa panaitwa Stara, njia ya Maka na Madina. Kutokea Madina ni kilomita 240. Ukitembea kwa basi Maka Madina au Madina Maka, ni rahisi kupaona na kumuomba dereva kwamba tunaomba hebu punguza mwendo, simama hapa tuweze kuwapa faida Waislamu. Ndugu zangu katika imani, niwakumbusheni kitu kimoja. Huu ni mwezi wa kheri. Tushindane katika mambo ya kheri, tushindane katika mwezi wa kheri. Tupande, tuvune, tupande, tumwagilie, ili tuweze kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii dunia ndugu zangu sio yetu, ni yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ataichukua. Na dunia itachukuliwa siku gani? Mwisho wa dunia itakuwa ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo katika Sahihu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, khairu yawmin tala'at fihi shams yawmul jumaa, siku iliyokuwa bora inayochomozewa na jua ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ni siku bora, siku kama ya leo ina fadhila kubwa sana. Fihi khuliqa Adam, Ijumaa kama leo ndiyo siku aliyeumbwa Mtume Adam alayhi salam na mama yetu Hawa. Wa fihi udkhila aljanna, na Ijumaa kama ya leo
ndio siku ambayo Adam aliingizwa peponi. Wa fihi ukhrija minha, na Ijumaa kama ya leo ndio siku ambayo mzee Adam na mama yetu Hawa alayhi assalam walitolewa peponi baada ya kuwa wamekula lile tunda. Wa fihi taqumu saa, na siku ya Ijumaa ndiyo kiyama itasimama. Wa fihi sa'atun la yuwafiqu abdul muslim yas'alu Allah shay'a au khairan illa a'tahu iyyah. Siku ya Ijumaa ipo saa, Ijumaa zote hizi mpaka umri wa mtu kusha, kila Ijumaa ipo saa Allah ameiweka. Ikiwa itasadifu imetokea mtu ameipata hiyo saa, anamuomba Mwenyezi Mungu shida zake, haja zake, mazito yake, mazongezonge yake, Allah anampa. Huu ni wakati gani? Ni wakati wa baada salatu al-asri. Baada salatu al-asri, majira ya saa, anza tuseme umekaa msikitini baada salatu al-asri, la sivyo unaweza ukavuta pumzi kidogo, ukaja ukaianza kuanzia saa 11 kamili, ukaanza kusoma Qur'an, ama una uradi wako wowote unaoutaka, ama istighfar, salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam, kiasi unachotaka, nyanyua mikono yako kwa Allah, sema na Allah, mwambie Allah, mbembeleze Allah, mlalamikie Allah, mdhalilikie Allah, Allah atakusikia mpaka maghrib. Inapokuwa jua limezama, ndugu zangu Waislamu, tumeghafilika sana na siku ya Ijumaa, ni saa moja. Kwa hiyo nakuombeni, we starting from today, from now, tuanze kuanzia leo au tuanzie kuanzia sasa. Popote pale utakapokuwa, ikiwa una nafasi nyumbani kwako, kwa akina mama, umeshapanga mambo yako nyumbani, majukumu tayari, saa 11 kasorobo, tandika mswala wako, ongea na Allah. Kwa sisi akina baba tunakuwa na mizunguko, na akina mama wengine wapo katika mizunguko kutafuta maisha yao. Popote pale itakapokuwa, just 1 hour, just 1 hour, you raise your hands, you say ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nyanyua mikono yako, sema Allah, sema Allah. Mwambie shida zako, taja shida zako, taja shida zako, yani yaliyokusibu, na Mwenyezi Mungu atakusikia. Kwa hiyo tusiiache hii siku ya Ijumaa. Hadithi riwaya nyingine, wa fihi tiba, na siku ya Ijumaa ndiyo ambayo Mtume Adam aliomba toba kwa kula lile tunda, yeye na mkewe wakaomba toba, wakakubaliwa toba yao, wakaletwa duniani. Mtume Adam alayhi salam aliteremshiwa Sri Lanka. Ukirejea kitabu kinachoitwa Ar-Rawdul Mi'tar fi Khabar al-Aqtar ya Muhammad ibn Abdul Mun'im al-Himyari rahimahullah, utakwenda kukuta kule Mama Hawa aliteremshwa hapa Jidda, ambapo ndipo alipofia na ndipo alipozikwa, na kaburi lake lipo Jidda. Ima ni Jidda au Jadda au Judda. Kama ni Jadda, manake ndipo alipozikwa mkuu wetu, yani bibi yetu mkuu wa kwanza, ni Mama Hawa alayha salam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitahidi mwezi wa Shaaban tuanze kujipanga kwa mambo ya kheri. Tujipange kwa mambo ya kheri, tusijipange katika mambo ya kipuuzi, katika mambo ya upuuzi. Waislamu, msichezewe akili, sijipange katika mambo ya michezo. Unaambiwa kuna Ramadhani mwaka jana, mnakumbuka Ramadhani ya mwaka jana nilizungumza, kabla hayajazungumzwa safari hii narudia tena ukariri. Waislamu, kuweni na adabu na Ramadhani yetu. Ramadhani Cup
ni upuuzi, ni upuuzi, ni upuuzi, ni ubwege. Acheni, nazungumza mimi Rusaganya. Usimtafute mtu mwingine, nitafute mimi. Hatutaki upuuzi katika dini yetu. Masahaba hawakufanya upuuzi ndani ya Ramadhani, walipoteza maisha yao, umri wao, mali zao kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Mimi na wewe leo tunaigeuza Ramadhani kuwa ni sehemu ya michezo, na kuna wengine ndani ya Ramadhani. Taarifa niliyopata ya jana, kwa sababu mimi ni mtu wa dawa na nimesomea dawa na degree yangu mimi ni ya dawa, Madina Islamic University, 91 Septemba mpaka 95 mwezi wa 8. Nimefanya theology na education na ualimu. Kuna baadhi hawafungi katika Ramadhani kapu, hawafungi ili atakapoingia kwenye mchezo jioni awe na nguvu. Na kuna baadhi ya wachezaji wanakodishwa, akifunga goli moja anapata milioni 1. Wapuuzi wakubwa, Mungu anawaona. Naomba yoyote atakayenisikia haya, kuanzia ngazi ya nyumba 10 mpaka ngazi ya kitaifa, mimi naitwa Rusaganya, nakwambieni Allah hapendi. Achieni upuuzi. Sitaki status na mtu, hujaniweka duniani, hujanipa pumzi. Na yazungumza anayotaka Allah, sitaki viewers. Viewers wapo malaika. Allah, naomba uwe shahidi, na siku ya Kiyama ardhi itasema, yauma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Siku ambayo ardhi itasema, ya Rabbi, Rusaganya aliwaambia, lakini walimtukana. Nilikuwa naangalia matusi ya kwenye comment ya Ramadhani Cup. Mwanangu, kuna watu wanajua kutukana, yani wanatukana kweli kweli, matusi ambayo hata Ibilisi hajawahi kutukana, lakini wanatukana. Kisaikolojia niwaambieni, kila unapomchukia mtu ambaye hana time na wewe, unasababisha maradhi ya kisukari, vidonda vya tumbo na presha. Mtakufa na vidonda vya tumbo. Mimi nitabakia hivi, nitaendelea kuwatoboa. Sasa nitawapiga za usoni na misumari ya mgongoni. Na siku ya kaburini, wallahi mtajua aliyoyasema Rusaganya ni yetu. Mimi mwenyewe nina yangu yanasubiri kaburini, lakini haya ninayoyasema, please Waislamu, acheni kuwa mabwege. Kwa nini mnageuzwa kama bendera? Kwa nini mnageuzwa kama mafalafala? Watu wa Kigoma tunasema unageuzwa zozozwa ikizeze. Hapana. Hakuna Ramadhani Cup. Hakuna Ramadhani Cup. Anaitetea Ramadhani Cup, anaingiza upuuzi wa Ramadhani Cup, Allah unawaona popote pale watakapokuwa. Shughulika nao. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna ahabba al-a'mali ila Allah, hakika katika matendo anayoyapenda Mungu akiyafanya mja wake. Sikilizeni Waislamu wenzangu, sikilizeni kuanzia mimi ninayoyazungumza, kila mtu afanye kwa uwezo wake. Inna ahabba al-a'mali ila Allah, hakika mapenzi ya mja anayoyafanya, mwanamume, mwanamke, tajiri, maskini, kijana, mtu mzima, anayoyafanya, kwanza, sururun tudkhiluhu ala mu'min,
ni furaha utakayoingiza kwa muumini. Unaingiza furaha, kuna jambo unalofanyia, jambo zuri, anajisikia raha sana sana. Jambo la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam, au takshifu anhu kurban, au namuondolea mazito. Amekuambia shida, na kuna wengine hawajakwambia shida, anakwambia mimi nitakufanyia jambo fulani. Kile ikifika muda fulani, wakati mwingine unaona jambo linatokea, yeye kazi yake anafanya tu. Umesema alhamdulillah, kusema innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura, hakika nakupeni chakula kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, sitaki mnishukuru wala malipo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, au taqdi anhu dainan, ama amekwambia ana deni, anadaiwa kodi ya nyumba, anadaiwa ada ya watoto, au ni zamu yake kununua umeme, nyumba za kupanga, unamlipia. Rawahu al-Baihaqi. Ndugu zangu, haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye. Hadithi inayofuatia, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innama dunya li arba'ati nafar, dunia imewekwa hapa kwa ajili ya watu wanne kufanya mambo manne. Ndugu zangu, usisubiri tajiri afanye, wewe utaulizwa yako. Shilingi 50 utakayoitoa ni kubwa mno, shilingi 100, shilingi 200. Tumezoea bwana. Umesikia huko kuna Mwarabu mmoja amechafua mazingira bwana, umesikia huko sio kuna nani? Huyu ni Mwarabu, sawa, ameshaiona pepo hiyo. Haya, wewe na mimi wenzangu, Manyema na Matumbi, Muha na Mpogoro, pepo vipi? Hatutoi? Toweni, tutoe. Haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, abdun razaqahu Allahu malan wa ilman, ni mtu ambaye amepewa riziki ya mali na ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabba, katika hii mali yake anamwogopa Mola wake, na ilmu yake anaitoa kwa ajili ya Mola wake. Haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wayasilu fihi rahima, katika mali yake hii anaunga udugu, anaunga udugu wake. Ndugu zangu Waislamu wenzangu, na mtakao mnifuatilia kupitia hapo baadaye, katika moja ya ibada ngumu sana kwa sasa hivi ni udugu. Udugu ni mgumu sana hivi sasa. Ndugu hatuelewani, baba hana habari na mwanaye, mwana hana habari na mtoto, ndugu hawasemezani. Na ukifika huko kwenye mirathi, huko nyumba za warithi ndio hatari, mpaka nyumba nyingine zimekuwa magofu. Kuna ndugu mmoja anasema nyumba hii haiuzwi. Haya, haiuzwi mpaka lini? Mwisho hawasemezani, inapelekea ndugu wanarogana. Subhanallah. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja yupo Madina, ilishuka aya sura ya 3 aya ya 92, a'udhu billahi minash shaitani rajim, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Allah anasema lan tanalu albirra, enyi Waislamu hamtofikia daraja la wema, hata tunfiqu, mpaka mtowe mali zenu, mimma tuhibbun, miongoni mwa mali mnazozipenda, mpaka mtoe vile mnavyovipenda. Mimma tuhibbun, miongoni mwa mali mnavyovipenda. Wama tunfiqu min shay, na chochote mtakachokitoa. Shay ni nakira, wan nakira tufidu al-umum. Rejea katika mlango wa nakira na maarifa.
wama tunfiqu min shay, chochote kile mtakachokitoa, chochote kile, fa inna Allaha bihi alim, Allah anajua hicho kitu umekitoa. Inna Allaha, kwa faida yenu Waislamu katika msikiti wa Taqwa na mtakaonifuatilia baadaye, jina lafdhul jalali Allah katika Qur'an katika sura 114 limekaririwa mara 2699, na jina la Mwenyezi Mungu Alim limekaririwa zaidi ya mara 170. Fa inna Allaha biha alim. Rejea kitabu kinachoitwa Talabul Husna fi ihsa'i asma'i Allahi al-husna ya Dr. Muhammad bin Salih al-Barrak. Ndugu zangu, iliposhuka hii aya, kuna sahaba mmoja anaitwa Abu Talha. Sikilizeni vizuri sasa. Huyu sahaba anaitwa Abu Talha akamwambia, ya Rasulullah, inna ahabba amwali, hakika katika mali zangu ninazozipenda sana sana, Bairuha au Biruha, ni hiki kisima cha Biruha. Kile kisima lilikuwa ni shamba kubwa, ni shamba kubwa, ni kama hapa na hospitali ya Mwananyamala, mpaka hapa na kwenye kona ya pale karibu makaburini, unasogea mpaka hapo mtaa wa pili na mtaa wa nyuma. Lilikuwa ni shamba la Abu Talha la mitende, ina maana ni tajiri mkubwa, na kulikuwa kuna kisima cha maji baridi. Mtume alikuwa akipenda sana kwenda kunywa katika kile kisima. Akamwambia, ya Rasulullah, katika mali zangu ninazozipenda shamba hili la mitende na hiki kisima nampa Allah na Rasulullah. Mtume akamwambia, mbona umetoa hela nyingi, umetoa mali nyingi? Akamwambia, basi hichi kisima nampa Allah. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wenzangu, hii ni mwaka 1447. Hichi kisima mimi ninaingia Madina mwaka 1991 mwezi wa 9. Katika moja ya study tours tuliyotembezwa na walimu wetu, tulipelekwa katika hichi kisima. Mwaka 95 ninamaliza Madina na graduate au nataharaj, ilikuwa bado msikiti haujafika kwenye kile kisima. Hivi sasa kile kisima kipo ndani ya msikiti. Utakijuaje? Utafikaje? Mimi Rusaganya na kupeleka mtoto wa Madina. Alhamdulillah, kujifakhirisha mtoto wa Madina kwetu Kigoma, lakini Madina kwanza kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kile kisima kipo, na mnaweza mkafanya ubishi kwamba hakipo. Katika moja ya vitu ambavyo vinastajabisha sana, washamba wengi wanakuwa wabishi. Washamba wengi wanakuwa wabishi, ndio kawaida ya washamba. Sasa acha ubishi, usiwe mshamba. Niambie Rusaganya, nipeleke kwenye kile kisima, mimi nitakupeleka. Nitakupeleka kwenye kile kisima. Wallahi, 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 kile kisima kipo na kuna alama maalum mpaka juu ya msikiti. Kuna alama imewekwa na chini kuna alama imewekwa ile. Na kile kisima hivi sasa maji hayanywewi, maji yapo chini. Sahaba huyu alitoa kisima, mimi na wewe tumefanya nini? Uangalieni msikiti haujesha huko, haya mabawa yakija kuondokea watu. Angalieni msikiti haujesha huko. Haya, ukitembea dakika 30 kuliani mwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, unakwenda kwenye kijiji kinaitwa Ummu Shajara. Ummu Shajara pana kisima kinaitwa Bi'ru Ruma, hivi sasa kinaitwa Bi'ru Uthman. Pale katika Ummu Shajara karibu na Wadi al-Aqiq kulikuwa kuna kisima. Mtume wakati anahamia pale, wenyeji wa pale walikuwa wanapata dhiki, maji walikuwa wananunua, na kilikuwa kisima cha Yahudi. Sasa katika ile kuonyesha udhalili wake, kuwadhalilisha Waislamu, akawa anawauzia kwa dhiki. Wanatoa hela yao lakini bado anawanyanyasa. Mtume sallallahu alaihi wasallama siku moja anawaambia masahaba,
man ishtara bi'ra Ruma falahu aljanna, atakayenunua kisima cha yule Ruma, Waislamu wakanywa maji bure, wakachota maji ya kunywa, ya kuoga na shida zao nyingine, namchukulia dhamana ya pepo. Huyu ni mtu wa peponi. Akasimama kidume mwenye hela yake, mwanaume Uthman ibn Affan, bilionea huyo. Maana Mtume alikuwa na masahaba mabilionea. Chukua wa kwanza mwanamke huyo, mama mkubwa, mama Khadija radhiyallahu anha. Bilionea wa pili Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bilionea wa tatu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bilionea wa nne Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Bilionea wa tano Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bilionea wa sita Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Bilionea wa saba Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Mabwana wakubwa hawa walikuwa na hela, walikuwa na hela kama tunavyowaona ndugu zetu Waislamu hivi sasa wana hela. Baadhi hatutaki kuwataja majina, basi walikuwa na hela. Mtume aliposema namna hiyo, akasimama kidume akamwambia, ana ya Rasulullah, niachie mimi. Akafuatwa Ruma kule kijijini, mwendo wa nusu saa, ni kama kutoka hapa labda na kwenda barabara ya Ali Hassan Mwinyi. Manake mwendo tunatofautiana. Kuna wengine pale ni dakika 15, lakini kuna wengine wakitembea barabarani maskini anakuwa ni mzito. Wakaenda mpaka kule, wakamwambia, ya Ruma, ewe Ruma, bi' lana hadhihi bi'r, tuuzie sisi hichi kisima. Bikam tabi', unakiuza kwa kiasi gani? Wamekwenda masahaba wote wale wenye hela. Sasa yule hakuwajua kwamba wale jamaa wana maokoto yao ni makubwa, akawakomoa akamwambia 39 dirham alf, dirham 1039. Wakati wa Mtume ni hela nyingi mno. Kawakomoa. Basi bwana mkubwa Uthman ibn Affan alichomoa mzigo, akamwambia, chukua. Mtume kwa furaha alitoka na machozi, akamwambia, ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Uthman na Allah kwa huu mchezo alioucheza leo, yeye na Allah wamemalizana. Kile kisima nimekitembelea mwezi wa mwaka wa 91, mwezi wa 9 katika tour zile pale. Tumekwenda mpaka kwenye kisima pale, maji yananywewa. Lakini hivi sasa kimezungushiwa uzio, lakini kuna maandishi meupe na ya rangi ya kijani, kimeandikwa Bi'r Uthman, kwa sababu kuna baadhi ya mahujaji walikuwa wakienda pale pembeni wanaokota mawe, mchanga, wanaokota kokoto. Yani mtu anakuwa mwanga bongo mpaka Madina anakwenda kuwa mwanga. Astaghfirullahal azim. Watu wa Kigoma anasema unakuwa Msambizi, unasambila mpaka Madina pale Baqi. Ndio maana kuingia Baqi hivi sasa ni wakati wa jeneza, lakini miaka ya 91 mpaka 95 mimi nipo, wakati wowote unaingia. Na kuna moja katika wanafunzi wenzetu, Mtanzania mwenzetu, amezikwa pale kutoka Tanga, Kasran Hassan Mtowa rahimahullah. Nimesoma naye Madina kulia kidawa kutoka madrasa ya Mawa Islamia Tanga. Yeye alipata dharura, akaugua, akafia kule. Masahaba wamezikwa hapa. Bwana mkubwa yule ndugu yangu Kasran Hassan Mtowa amezikwa hapa rahimahullah. Na Mtume amesema, atakayefia Madina mimi nitamuombea, sio atakayefia Kigoma au Dar es Salaam au Washington au UK au wapi. Atakayefia Madina mimi nitamuombea. Ndugu yetu yule, rafiki yangu, mwaka 87 mpaka mwaka 90 nipo naye nasoma Mombasa Kisauni kwa Sheikh Sirajur Rahman Nadhim Qam, kisha tukaenda naye Madina. Sasa ndugu zangu, kile kisima kipo. Ule msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam una nguzo kama hizi. Zipo nguzo za asili zinaonyesha wapi Abu Bakar, yani msikiti wa Mtume ni wapi. Ile ardhi ya kwanza ya msikiti ambao ukubwa wake ni kama msikiti huu wa Takwa. Yani kwa sasa hivi ni kijipande kipo ndani ya msikiti mkubwa. Ile ardhi alinunua Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu baada ya kufika Quba. Waislamu wameingia Quba,
Mtume sallallahu alaihi wasallam ameingia Kuba na Abubakar Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis, Ijumaa kama ya leo, lakini si tarehe ya leo, si mwaka wa leo, lakini siku ya Ijumaa saa 4 Mtume akaondoka kule na Waislamu wengi sana. Madina ilijaa nuru na furaha kwa kuingia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alipofika pale akapewa nyumba na sahaba anayeitwa Kulthum ibn Hidmi, akapewa nyumba. Mtume akaishi na Abubakar. Abubakar tajiri sana, lakini kawaida watu wenye hela huwa hawana mikwala. Tatizo sisi ambao ukipata 50,000 Mwananyamala nzima inajua kama una hela. 50,000 tu utaeleza umekula chipsi, umekula kuku, umekula nini, lakini wale matajiri wenyewe inawezekana kwanza hata kwenye media hawezi kumwona, itokee dharura. Sasa Abubakar alinunua ile ardhi. Mtume akasema lazima tujenge msikiti tupate pa kusalia, na kuliko kuna ardhi ya vijana pale. Mtume akamwambia thaminuni, nitajieni gharama. Ikatajwa gharama, Abubakar akatoa mzigo, wakapewa wale warithi, wakaondoka. Ndugu zangu, mle ndani ya msikiti wa Mtume kuna nyumba Umar alitoa sadaqa, mlango 333, nenda kushoto 331, tembea mita 250 au mita 200, kuna ardhi Uthmani aliitoa wakati wa Mtume, akaambia ardhi hii nampa Allah na Rasulullah. Uthman bin Affan, ile hoteli, ile ardhi Mtume hakuitumia sallallahu alaihi wasallam, Abubakar hakuitumia radhiyallahu anhu, Umar mwenyewe hakuitumia radhiyallahu anhu, Uthman mwenyewe pamoja na kuwa alinunua wakati wa utawala wake hakutumia radhiyallahu anhu, wakati wa Ali radhiyallahu anhu. Hivi sasa serikali ya Saudia miaka michache iliyopita wamejenga hoteli kubwa mno, inafika ghorofa 4 au 5, imeandikwa wakfu Uthman, ni wakfu aliyetoa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mali yote ni hoteli, kuna maframe chini, hela yote inakwenda msikitini. Bwana mkubwa huyu unampata wapi? Anakula bata peponi, huwezi kumfikia huyu. Mimi na wewe tutakaa Tandale kwa Mtogole, tutakuwa pepo ile kwa Tandale kwa Mtogole, na inawezekana hata ukutusikae kaenda kukaa Kisewe, maana kuna pepo nyingine ya Kisewe, inawezekana kaenda kukaa Kisewe. Sasa hawa ni mabwana wakubwa. Waislamu wenzangu, sadaqa, toweni sadaqa. Mtume anasema dau mardhakum bisadaqa, watibuni wagonjwa wenu kwa kutoa sadaqa. Mtume akasema wajihu amwaja albala bisadaqa, yakabilini mawimbi ya misukosuko kwa kutoa sadaqa. Toweni sadaqa. Jengeni misikiti, karabatini misikiti, jengeni madrasa za Qur'an, waangalieni walimu wa Qur'an, waangalieni maimamu wenu waadhini wanaishi maisha ya ajabu. Ndugu zangu katika imani, jana nimeswali msikiti mmoja pale Takwa Bungoni, yani unaingia mlangoni tu kipupo kikali, AC, kuna AC kama 12 zimefungwa mle ndani. Ina maana hapo kuna kidume kimemwambia ya Rabbi, wakati unapotajwa wewe na anaswaliwa Mtume, lazima watu wawe katika hali ya baridi, watu wanatoa mali zao, na kuna feni mle ndani, watu wanatoa mali zao. Waislamu wenzangu, tutoe sadaqa. Tatizo lenu nyinyi Waislamu, ikitokea shekhe akizungumza habari ya sadaqa kama hivi nilivyozungumza, shekhe anaomba huyo, anataka kupiga mzinga huyo, anataka kutuandikia. Hilo ndio tatizo. Lakini nikwambieni, bila sadaqa tutapata maji ya kutawadha, bila sadaqa tutapata koki, bila sadaqa tutapata umeme. Umeme huu hauzunguki kwa sababu ati sisi ni wa Tanzania tulipiga kura. Hakuna kitu kama hicho. Lazima ulipe gharama TANESCO, lazima ulipe. Hata mwanachama wa chama chenyewe analipa umeme. Sasa hii ni hela. Tutoe sadaqa, tutoe sadaqa, tutoe sadaqa, tutoe sadaqa. Toweni sadaqa Waislamu. Badilisheni maisha ya maimamu wenu. Siku moja nimetoka hapa
nilikuwa hapa katika khutba, nimetoka. Unajua hapo kuna gari nzuri sana, kuna showroom ya magari. Basi kuna mchuma mmoja mwanangu mkali sana wa rangi nyeusi. Basi ninatoka, mtu mmoja anambia, "Shekhe vipi? Chuma chetu hicho." Gari hiyo. Na ile gari hatari. Nikipanda mimi shekhe nitapigwa picha na Watanzania wote. Manake Waislamu hampendi mashekhe wawe na maisha mazuri. Ninapenda siku zote mashekhe watu wawe ni wa gu. Nikamwambia hapana, sio gari yangu. Mimi nakwenda kupanda bajaji pale kwenye kona. Bana vipi na hiyo? Yaani shekhe. Yaani hawapendi mashekhe wawe na maisha mazuri. Maimamu kazi yenu mtajijua wenyewe, mtafanywa mahesabu. Kuna bajaji zilikuwa zimeandikwa Shekhe Rusaganya, zilikuwa zinafika 4. Zile bajaji nimepigiwa picha, nimetumiwa. Hongera shekhe, mambo yako mazuri. Hiyo ni bajaji tu. Je, nikionekana naendesha nini range au naendeshwa na range, nashuka hapo ninakwenda pale napiga chips usiku, si nafanya, nikionekana namna hiyo nitapigwa picha. Na kwa nini mnakuwa na namna hii? Na roho mbaya, na roho za panya. Hamtaki mashekhe wawe na maisha mazuri. Wakati zile bajaji si zangu kabisa, hata Ibilisi anajua. Na siku moja nimemkodisha yule bajaji, nikamwambia twende nyumbani. Tumefika sehemu wanauza samaki, nikamwambia simama hapo. Wakati wauza samaki wananikatia samaki, nikamwambia samahani, wale jamaa naomba huyu shekhe mimi nina shida naye, nina maswali nataka kumuuliza. Mashekhe kama hao tunawahitaji. Akamwambia mzee wangu wewe, hata mimi simjui shekhe, nitamuuliza bosi. Wakati Rusaganya ndio mimi mwenyewe. Rusaganya mwenyewe ndio mimi, naomba namba. Sasa hicho ni kibajaji. Bajaji Rusaganya inapaki pale Mapipa, pana mwendo kasi. Ndani ya mwendo kasi mtu anatamka. Ndugu zangu katika imani, mimi nipo hapa nimevaa kanzu, baadaye ninavua kanzu na ninakuwa kiushikaji zaidi, lakini ujue nipo kazini. Katika kazi ya dawa tumefundishwa baadhi ya kazi zinafanana na kijasusi. Naweza nikafika pahala huwezi kunijua kabisa, mpaka wewe unanijua, lakini hivi huwezi kunijua. Napiga kamera. Na hii tumefundishwa kwamba mtu wa dawa uwe ni mtu wa kawaida sana, changanyika na watu, sio mtu kuringaringa sana. Usijisikie kwamba wewe ndio nani, kuwa kiushikaji. Pale ndani ya mwendo kasi imesimama, abiria wanapanda. Abiria anaambia, unaona bajaji ya Sheikh Rusaganya, unaona sadaka zetu hizo? Wallahi ndani ya mwendo kasi, unaona sadaka zetu hizo? Ya Rabbi, sina uimamu wala sio naibu imamu. Na hapa nimekuja nimepiga dei wakati. Nikitoka hapa na bua jezi na mwachia mwenyewe. Lakini hii yote ni sababu gani? Roho mbaya. Kwa hiyo wanataka kila wakati tuwe ni watu wa kuombaomba. Mpaka hivi sasa kwa mashehe tunaitwa TRA. Yaani akimuona shekhi tumemwona anakuandikia, anatembea na mashine hapo. Yaani kama manispaa Kariakoo kwenye parking pale. Hiyo yote sababu nini? Roho mbaya. Na kuombeni Waislamu toeni sadaka. Na kuombeni baada ya sala mtoe sadaka. Nimetoka Madina juzi. Video nyingi zimetembea. Shekhe, kuna mtu mwingine ameniona tunapaki na gari hapo. Shekhe, umerudi lini? Naambia na karibuni wiki 3 nimerudi. Ndugu zangu, siku ya hivi mwezi wa Shaabani huu, msikiti wa Madina, we kazi yako ni kula bure tu, unafutari. Package fuko zima la futari mnawekewa pale. Watu wanatoa maji ya kunywa, unawekewa na juice, unawekewa na mkate, unawekewa na tende. Siku nyingine wanaweka na halwa. Tena unaitwa haji tal. Hicho lisika njoo hapa. Tujenge tabia ya kutoa sadaka. Pale Manyema kuna mtu mmoja, huu ni mwaka zaidi ya 10 na kila siku jana Alhamisi jioni baada ya maghrib anasema dua kikombe niachie. Kila Alhamisi na Jumatatu siku za saumu anakuja kugawa kahawa. Wallahi msemo wake dua kikombe ni kwa sababu anajua kuna watu wataondoka na vikombe.
dua, kikombe niachie, yanachotaka dua tu kunywa. Unakuta watu zaidi ya 10 wanapiga kahawa, hawana uwezo. Lakini nani? Sawa, katika baadhi ya misikiti yamewekwa matenki ya maji ya kunywa. Maji pale katika msikiti wa Makonde, mimi nina darasa pale kwa ajili ya kuikaribisha Shaaban, zimewekwa koki za maji pale, maji safi, watu wanakunywa pale. Mwenye mkuu imewekwa koki za maji, ni Muislamu si Muislamu, watoto wanafaidika maji ya kunywa. Pale Kagera karibu na petrol station imejengwa tenki kabisa kubwa, kuna mabomba yapo 6 au 9, maji ya baridi. Mtu anakuja na chupa anakinga namna hii. Ndugu zangu katika imani, ukiuchukua barabara hii karibu na Biafra, kuna mtu ameweka karibuni matenki karibuni 2 matatu, watu wanakunywa maji. Sadaqa, sadaqa, sadaqa itakusaidia kaburini. Sadaqa inaondoa moto wa kaburi. Sadaqa inaondoa joto la kaburi. Sadaqa inaondoa matatizo. Sadaqa inakuongezea baraka. Sadaqa unasemwa vizuri. Sadaqa malaika wanakuombea dua. Sadaqa, sadaqa, tutoe sadaqa. Allah ni shahidi, nimefikisha. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا ذا الجلال والإكرام اشف مرضانا، يا ذا الجلال والإكرام اشف مرضانا. الله tunakuomba utupe afya njema. Allah tunakuomba wagonjwa walioko hospitali wape afya njema. Allah wabarikie madaktari wanaoshughulika na wagonjwa, wabarikie katika afya zao kuweza kuwatibu wagonjwa na wapate afya njema. Allah tunakuomba baraka katika maisha yetu. Allah tunakuomba, kuna wagonjwa wako majumbani, Allah wape afya njema. Ya Rabbi, kuna watu wana dhiki katika maisha yao, Allah wape afya njema. Ya Rabbi, kuna watu wanauguliwa ndani ndugu zao, hadi mwaka zaidi wa 10 wapo ndani, ya Allah wape afya njema. Allah tunakuomba amani katika nchi yetu. Allah tunakuomba utulivu katika nchi yetu. Allah tunakuomba umlinde rais wetu. Allah tunakuomba umlinde rais wetu kutokana na maadui wanavyomwandama, ya Rabbul Alamin. Baraza lake la mawaziri wote uwalinde, ya Rabbul Alamin. Tunakuomba wape afya njema watu wetu wa usalama, jeshi letu la usalama, jeshi la wananchi, FFP wote watu wa usalama, Allah wape afya njema popote pale walipo, wape afya njema, waendelee kusimamia afya ya watu katika maisha yao ya usalama, ya Rabbul Alamin. Allah mpe afya njema waziri wa mambo ya ndani, waziri wa mambo ya naibu wake, ya Rabbi wape afya njema waweze kusimamia usalama wa nchi yetu, ya Rabbul Alamin. Watu wa usalama, Allah wape afya njema. Yoyote atakayekuwa ni sababu ya Tanzania kuleta shari, kuleta ugomvi, kutaka kugombana, Allah shughulika na huyo wa Tanzania, tuwakie salama mpaka utakapoichukua Tanzania siku ya Kiyama. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salah.